Mwanadiplomasia wa Urusi anadai kwamba kiongozi aliyemaliza muda wake wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekufa kisiasa na anakataa kujiuzulu ili kuepuka uwajibikaji kwa matendo yake. Huyu ni mjumbe wa Urusi katika Umoja wa Mataifa Vasily Nebenzia ambaye alizungumza na vyombo vya habari. Nebenzia anasema kwamba Zelensky amekufa kabisa kisiasa. Hana namna ya kuweza kujinasua katika siasa. Anamshutumu Zelensky kwa kusaliti ahadi zilizomleta madarakani na kuingiza Ukraine kwenye mzozo mpana zaidi. Amerejelea ahadi ya kampeni ya Zelensky kusitisha mapigano huko Donbas, ambapo serikali ya Kiev na waungaji wake mkono wa magharibi waliharibu kwa kukiuka makubaliano ya Minsk ya mwaka 2014-2015. Anasema Zelensky aliingia madarakani kwa ahadi ya kumaliza vita huko Donbas. Aliahidi jambo moja, lakini alifikisha digrii 180 kisiasa. Zelensky tayari amekufa, Nebenzia anasema. Nebenzia alisema Zelensky anashikilia mamlaka ili kuepuka matokeo ya kurefusha mzozo na Urusi na kutumia vibaya fedha za magharibi zinazotolewa kama msaada. Lakini kimsingi Zelensky hana namna ya kuweza kujinasua katika masuala mbalimbali, hasa katika siasa za watu wa Ukraine na hata za ulimwengu kwa ujumla. Hata watoaji wake wa misaada wamemchoka. Haelewi ni nini afanye, na Urusi imeamua kuhakikisha inafanya mashambulizi hadi pale atakapoamua kuachana na vita vyake. Mwisho wa urais wake unaweza kuhusisha jambo fulani kwake ambalo anajaribu kuliepuka kwa vyovyote vile. Kuripoti kuhusu pesa zilizoibiwa na hasara ya watu ambao ilishindwa vibaya, Nebenzia alisema. Kwa hiyo ana sababu zote. Wa Ukraine ndugu zetu, hakuna shaka kuhusu hilo, lakini kundi lililokuja kutawala ni utawala usiokuwa wa serikali. Waliiba mabilioni ya dola kutoka kwa misaada waliokuwa wakipokea. Hiyo ni siri iliyo wazi, alisema, akiongeza kuwa Kiev tayari imeombwa kuripoti juu ya msaada huo, lakini imeshindwa kufanya hivyo. Nadhani itakapofikia mwishowe mafunuo yatakuwa mabaya sana. Hata hivyo, Zelensky amesalia ofisini tangu muhula wake ulipoisha mwezi Mei na kusimamisha uchaguzi kutokana na sheria za kijeshi. Anasisitiza kuwa ana haki kusalia ofisini, ingawa katiba inatamka kwamba majukumu ya rais yanapaswa kupitishwa kwa spika wa bunge. Urusi ilisema iko tayari kufanya mazungumzo na Ukraine, lakini inahoji uhalali wa makubaliano yoyote yaliyofanywa ama atakayofanywa na serikali ya sasa mjini Kiev. Rais Vladimir Putin hivi majuzi alisema atakutana na Zelensky, lakini akahoji mamlaka yake ya kutia saini mkataba, kwani saini lazima itoke kwa mamlaka halali, vinginevyo yeyote atakayekuja baada ya Zelensky ataitupa kwenye jalala, na hivyo mzozo kati ya Ukraine na Urusi ikawa haujaisha. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua ya duniani.